Rais wa Marekani Donald Trump amemtaka rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kukubaliana na masharti ya Urusi ili kumaliza vita. Trump ametoa kauli hiyo wakati alipokutana kwa mazungumzo na Zelensky, akipendekeza uwepo wa mpango wa usitishwaji mapigano katika maeneo ya mstari wa mbele wa vita na kumtaka Zelensky kukubali kuyaachia maeneo yaliyonyakuliwa na Urusi, wazo linalopingwa vikali na Zelensky. Vyanzo kadhaa vimesema Trump huenda alishawishiwa na Putin wakati alipozungumza kwa njia ya simu siku ya Alhamis, ambapo kulingana na gazeti la The Washington Post, Putin alipendekeza Ukraine kuiachia mikoa ya Donetsk na Luhansk na kusalia sehemu ndogo ya Zaporizhia na Kherson. Trump alitangaza pia kusitisha azma ya kuipatia Ukraine makombora ya masafa marefu ya Tomahawk, akisema kuwa nchi yake pia inayahitaji. Ni silaha kubwa na hatari, lakini tunapaswa kukumbuka jambo moja: sisi wenyewe tunazihitaji pia. Unajua, hatuwezi kuipatia Ukraine silaha zetu zote, ni jambo lisilowezekana. Nimekuwa mwema kwa Ukraine na Rais Zelensky, lakini kwa hilo hatuwezi. Sitaki tupungukiwe silaha hizo na siwezi kuiweka Marekani hatarini, alisema Donald Trump. Aidha, Trump amesema atasimamia makubaliano hayo kwa kutoa hakikisho la usalama kwa pande zote, kauli iliyowachukiza maafisa wa Ukraine waliohudhuria mkutano huo wa Ijumaa. Kwa upande wake, Zelensky amemwomba Trump kumshinikiza zaidi Trump kumaliza vita, akisisitiza kuwa Urusi ina nguvu kuliko kundi la Hamas, hivyo itakuwa vigumu kufikia makubaliano ya amani, huku rais huyo wa Marekani akimsisitizia Zelensky kwamba Putin ametishia kuiharibu Ukraine ikiwa haitatii masharti hayo. Hayo yakiarifiwa, Urusi na Ukraine zimeshambuliana kwa makombora na drone usiku kucha. Moscow imetangaza kuwa watu wawili wameuawa katika eneo lake la Belgorod. Ukraine ilishambulia pia kiwanda cha kusindika gesi kusini mwa Urusi na kupelekea kusimamishwa kwa shughuli za kusafirisha gesi kutoka Urusi kuelekea Kazakhstan. Kwa upande wake, Urusi nayo ilifanya mashambulizi makubwa na kuulenga mgodi wa makaa ya mawe katika mkoa wa Ukraine. Ukraine pia imesema ilidungua droni zaidi ya 50 zilizorushwa na Urusi usiku kucha. Katika hatua nyingine, mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wanatarajiwa kukutana siku ya Jumatatu huko Luxembourg kujadili mzozo wa Ukraine na ule wa Mashariki ya Kati.